Inashangaza, vita vya Iran vilivyochochea madai ya uongo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, ni kusihi tu kuendelea kusubscribe ili kila aina ya tukio la kimataifa ambalo nitakuwa naliweka hapa kwenye chaneli hii uweze kulipata kwa urahisi zaidi. Mimi naitwa Waridi Almas. Madai yasiyo ya msingi yameenea kwenye mitandao ya kijamii yakidai kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimevuruga kile kilichoitwa operesheni ya wizi wa mawingu Mashariki ya Kati. Zaidi ya wiki moja iliyopita, mbunge wa Iraq Abdullah Khaikan alidai katika mahojiano na kituo kimoja cha televisheni kwamba Uturuki na Iran zimekuwa zikilalamikia kile alichodai ni juhudi za Marekani za kuwatawanya na hata kuiba mawingu kwa kutumia ndege. Bila kuwasilisha ushahidi wowote, alisema mvua zimerejea Iraq katika siku na miezi ya karibuni kwa sababu Marekani ilikuwa imeelekeza nguvu zake katika vita vya Iran, na hivyo sasa haikuwa tena na nafasi ya kufanya vitendo hivyo. Hata hivyo, wanasayansi wanasema hakuna teknolojia inayojulikana inayoweza kuwawezesha binadamu kuiba mawingu. Amir Jabir, msemaji wa shirika la hali ya hewa la Iraq, alisema madai hayo hayana msingi wa kisayansi wala mantiki. Na hakuishia hapo, akaongeza kwamba hata kabla ya vita kuanza Februari 28, 2026, Iraq ilikuwa tayari imetabiriwa kupata msimu wa mvua. Akijibu swali hilo, Khaikan alirudia madai yake kwamba silaha za mabadiliko ya tabia ya nchi zimetumiwa kwa makusudi kabisa kusababisha ukame Iraq, lakini hakuwasilisha ushahidi wowote. Kauli zake zinaakisi madai ambayo yamesambaa kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwa wiki za hivi karibuni. Nchini Uturuki, baadhi ya watumiaji wa mitandao walihusisha vita vya Iran na mvua kubwa zilizoonyesha hivi karibuni nchini humo. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Mazingira, Mipango Miji na hata Mabadiliko ya Tabia ya Nchi ya Uturuki, Februari 26 ulikuwa ni mwezi wa Februari wenye mvua nyingi sana zaidi katika kipindi cha miaka 66. Katika moja ya machapisho yaliyotazamwa zaidi ya milioni, mtumiaji mmoja wa mitandao alidai kwamba kufungwa kwa anga ya Uturuki baada ya vita kuanza kulisababisha mvua kuendelea kunyesha kwa sababu Marekani haikuweza tena kuiba mawingu. Wengi pia walidai kwa uongo kwamba ukame mkubwa uliokuwa ukiikumba Iran uliisha siku 5 tu baada ya Iran kushambulia maeneo ya Marekani Mashariki ya Kati. Kaveh Madan, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya maji, mazingira pamoja na afya ya Chuo Kikuu cha Umoja wa Mataifa, anasema sehemu kubwa ya imani hizi inaonekana kutumainiana kwa umma na hata uelewa ni mdogo sana katika mzunguko wa maji na hata mfumo wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Watu wanaoeneza madai haya hudai chanzo cha matatizo ni mchakato unaoitwa uchavushaji wa mawingu, ambao huu wanasema umetumiwa kama silaha ya kisiasa. Uchavushaji mawingu ni mbinu ya kuchochea mabadiliko madogo ya hali ya hewa kwa kutumia mawingu yaliyopo ili tu kusaidia kuvalisha mvua au theluji zaidi. Kwa kawaida mbinu hiyo hutumiwa na ndege kusambaza chembe-chembe kama silver iodide ndani ya mawingu ili tu kusaidia kutengeneza matone ya maji na hata kusababisha mvua. Mwaka uliopita Iran ilikumbwa na upungufu mkubwa wa mvua na hata mabwawa kukauka. Mamlaka zake zikaamua kutumia mbinu hiyo katika bonde la Ziwa Umia ambalo hili lilikuwa limekauka kwa kiasi kikubwa. Ingawa mbinu hiyo inatumika katika nchi nyingi zikiwemo Marekani, China na hata Falme za Kiarabu, wanasayansi wanasema athari yake ni ndogo sana na inaweza kuongeza mvua kwa kiwango kisichozidi 15% kutoka kwa mawingu yaliyopo tayari. Diana Francis, ambaye ni mkuu wa maabara ya sayansi ya mazingira na hata masuala ya jiografia katika Chuo Kikuu cha Khalifa Abu Dhabi huko, anasema uchavushaji wa mawingu unapaswa kueleweka kama tu marekebisho madogo ya mawingu yaliyopo tayari na si chombo cha kudhibiti hali ya hewa. Baadhi wanaunga mkono nadharia ya wizi wa mawingu na hudai kwamba uchavushaji wa mawingu katika eneo moja hunyima maeneo jirani mvua, lakini wataalamu wanasema tafiti zinaonyesha madai hayo si ya kweli. Jeff French, profesa wa sayansi ya anga katika Chuo Kikuu cha Wyoming, anasema ushahidi uliopo unaonyesha kwamba hata kama athari hiyo ipo, ni ndogo sana kiasi kwamba haiwezi hata kutofautishwa na mabadiliko ya kawaida ya mvua. Wanasayansi wanasisitiza kwamba hakuna teknolojia ya kudhibiti moja kwa moja mwelekeo
au nguvu ya mifumo ya hali ya hewa. Wanachokisema kilichobadilika ni athari za mabadiliko ya tabia ya nchi ambazo zimeongeza uwezekano na hata ukali wa matukio ya hali mbaya ya hewa Mashariki ya Kati. Shughuli za binadamu, hasa uchomaji wa mafuta ya kisukuku kama makaa ya mawe, gesi na hata mafuta, zimechangia kupanda kwa joto duniani. Shirika la hali ya hewa duniani linasema kwamba ongezeko la joto Mashariki ya Kati katika miongo ya karibuni imekuwa mara 2 ya wastani wa dunia. Jopo la Umoja wa Mataifa la mabadiliko ya tabia ya nchi pia linaonya mabadiliko ya tabia ya nchi yanasababishwa na binadamu yanafanya vipindi vya joto kuwa virefu na hata vikali zaidi, hali inayoongeza shinikizo kwa rasilimali chache za maji katika eneo hilo. Wakati huo huo, mvua zimekuwa zisizotabirika zaidi. Hii ina maana kwamba mvua hunyesha mara chache zaidi, lakini zinaponyesha mara nyingi huwa ni ghafla na kubwa kiasi cha kusababisha mafuriko ya haraka sana. Isra Tarawen, profesa wa uhandisi wa maji pamoja na mazingira katika chuo kikuu cha Mota nchini Jordan, anasema hali kama hiyo huongeza hofu ya umma kuhusu usalama wa maji. Wataalamu wanasema katika mazingira kama haya, madai ya uongo kuhusu udhibiti wa tabia ya nchi au wizi wa rasilimali za maji husambaa kwa urahisi zaidi. Dr. Sara, mtafiti wa fizikia ya tabia ya nchi kutoka chuo kikuu cha Oxford, anasema hali ya sintofahamu na kutokuwa na uhakika huwafanya watu kuvutiwa na nadharia za njama, na anasema watu hujaza mapengo ya uelewa wao kwa maelezo mepesi kabisa yasiyoonekana kushawishi, lakini kwa kufanya hivyo hukosa kuelewa chanzo halisi cha tatizo.